Yes, habari. Tunaanza mfululizo mpya na nataka tuangalie kuhusu powered mixer. Na kwenye powered mixer sasa tunapata kujifunza namna kutumia powered mixer. First of all, tuone kuna tofauti gani. Jambo la kwanza, ipo tofauti gani kati ya mixer ambayo ni powered lakini ile mixer ambayo ni ya kawaida, right? Tukisema powered mixer ni ile mixer ya kawaida ukijumlisha amplifier. Manake kwenye hii powered mixer kwa ndani ya box moja unakuta kuna mixer ambayo ni ya kawaida, then kuna nini? Kuna amplifier. Manake unapoingiza input yako, either ni gitaa, ni keyboard, ni kinanda kwenye hii mixer ya powered, inaingia kwanza kwenye ile mixer ya kawaida, alafu output ndani ya ile box imeunganishwa na nini? Na amplifier. Alafu ikiingia kwenye amplifier inakuzwa inaingia kwenye speaker. Kwa ndio maana mtu akishakuwa na powered mixer anaweza kaunganisha speaker zile ambazo ni za kawaida, akaunganisha speaker za kawaida bila amplifier na sauti ikasikika, kwa sababu tayari kwenye jumba moja la ile mixer kuna mixer lakini pia kuna amplifier. Sasa tunapozungumza mixer ile ambayo ni ya kawaida inakuwa ni mixer haina nini? Haina amplifier. Hiyo ndio tofauti kubwa kati ya powered mixer na mixer kawaida. Powered mixer inakuwa ni mixer jumlisha amplifier. Mixer kawaida inakuwa ni mixer peke yake lakini haina nini? Haina amplifier. Sasa nataka nikuonyeshe mixer kawaida inaonekana vipi. Tunakumbushana tu, zipo tutorial nyingi kwenye YouTube ya Beam imeelezea kuhusiana na hizi mixer ya kawaida. Na hapa nina makii VLZ3 1202. Hii ni mixer kama mixer nyingine, ina input zake kama kawaida, ina upande wa input na ina upande pia wa master sections, ambazo kuna hizi sehemu za master section na upande wa input section. Lakini pia output yake pia unaweza tukaiona hii hapa. Kwa hii ni mixer kawaida, naweza kabeba tu, ni rahisi, so it's not too heavy, so nzito, yani naweza kabeba hata kwa mkono mmoja. Sasa hii ndio mixer ambayo ni ya kawaida ambayo inatumika maeneo mengi, right? Twende sasa nikuonyeshe tofauti iliyopo kwenye mixer ya kawaida. Njoo hapa sasa kwenye mixer ambayo ni ya powered mixer. Hii ni mixer powered mixer, right? Ukiangalia upande wa juu, tunaangalia kwa juu. Hii ni mixer kawaida kabisa. Umeona input section ndio hizi hapa. Channel 1, 2 mpaka ngapi? Mpaka 9. Ina upande wa mono 1 mpaka 7 ni mono, lakini 8 na 9 hapa ni nini? Ni stereo. Kwa hiyo ni mixer kawaida na feda zake zipo za kwenye channel kama kawaida, unapandisha, unashusha, right? Kuna upande wa master sections, feda za master is left and right. Hizi hapa ni upande wa nini? Wa master. Na hii hapa ni output kama ilivyo ile mixer kawaida, na ukitoa hapa signal yake ni ya kawaida kabisa. Lakini sasa kwenye hii powered mixer imeunganishwa na amplifier. Kwa hiyo ni mixer kawaida jumlisha amplifier. Amplifier yake iko wapi? Ndio hii tunaiona kwa hapa, right? Kicheko hapa upande wa chini, hii ndio amplifier tayari. Kwa maana yake sauti inatoka kwenye hii mixer kawaida imeingizwa kwenye input input ya hii amplifier, na kile input amplifier output yake ndio inatoka hapa. Umeona hizi nyekundu hizi hapa, inatokea hapa kwenda hapa, inaelekea kwenye upande nini? Kwenye upande wa speaker yako. Na hili jumba of course ni zito kidogo. Hebu angalia. Ngoja nibebe, lazima umekula ugali kidogo. You can see how heavy it is, right? Hii powered mixer yangu hapa ina amplifier ambayo ina watts 1600. Maana yake upande mmoja ni 800 na upande mwingine 800. Hii ni 1600 tu. Sasa hivi jaribu kufikiri uwe na powered mixer ambaye labda ungesema mimi nataka powered mixer yangu bwana iwe na watts nyingi, labda ina watts 1400. Mimi sije kuiona, labda pengine ipo lakini sije kuna sio utaibebaje. So it could be too heavy. Lakini when you talk about powered mixer, manake ni powered mixer plus nini? Ni mixer kawaida plus amplifier. Ukisema plain mixer ni ya kawaida ambayo unakabeba hata kwa. It's simple, you know, see? That's the main difference. Tuonane baadaye. Kwa hiyo ukitaka kununua vifaa vya muziki, basi usiache kuwasiliana nami, mtaalamu wako Benson Msechu. Ninaweza kukushauri, lakini kushauri pia nikakusaidia ukapata vifaa ambavyo ni bora na ni sahihi kulingana na budget yako. Tuendelee kujifunza. Thank you.